Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Music Life TV. Leo tumekuandalia somo kuhusu historia ya muziki, na somo hili la historia ya muziki litajikita katika vipindi vifuatavyo: kipindi cha muziki kabla ya miaka 500 baada ya Kristo, muziki wakati au medieval miaka 500 baada ya Kristo mpaka 1400 baada ya Kristo, muziki wa Renaissance mwaka 1400 baada ya Kristo mpaka 1600 baada ya Kristo, muziki wa Baroko mwaka 1600 baada ya Kristo mpaka 1750 baada ya Kristo, muziki wa klasiki mwaka 1750 baada ya Kristo mpaka 1820 baada ya Kristo, muziki wa romantiki mwaka 1820 baada ya Kristo mpaka miaka 1900 baada ya Kristo, na mwisho kabisa tutaona muziki wa kisasa na wa sasa mwaka 1900 baada ya Kristo mpaka sasa tulipofika katika muziki. Kama ni mara yako ya kwanza kutufuatilia katika mafunzo yetu, usisahau kubonyeza alama ya subscribe hapo chini na kisha alama ya kengele ili uweze kuendelea kupata mafunzo yetu ya muziki, lakini pia usisahau kulike, comment na kushare ili mafunzo haya ya muziki yaweze kuwafikia watu wengi zaidi na wote tuweze kubarikiwa. Muziki kabla ya miaka 500 baada ya Kristo. Muziki inamaanisha kuanzia miaka 500 baada ya Kristo kurudi nyuma. Muziki katika kipindi hicho ulikuwa umetawaliwa na ala kama filimbi, ngoma na ala mbalimbali za kitamaduni ambazo zilitengenezwa kutokana na miti, lakini pia kutokana na baadhi ya viungo vya wanyama mbalimbali. Lakini kitu cha msingi kufahamu katika kipindi hiki cha miaka 500 baada ya Kristo ni kwamba nadharia ya kihisabati ya kimuziki ilianzishwa katika kipindi hiki na mmoja kati ya wanahisabati na wanamuziki ambaye anafahamika kwa jina la Pythagoras. Lakini pia mwanamuziki maarufu katika kipindi hiki pia ni Boethius pamoja na Pythagoras ambaye tumemsema alianzisha nadharia ya kihisabati ya kimuziki. Lakini pia katika kipindi cha muziki wa kati au muziki wa medieval kati ya miaka 500 baada ya Kristo mpaka miaka 1400 baada ya Kristo ni kipindi ambacho kimechukua muda mrefu zaidi. Lakini katika kipindi hiki muziki ulikuwa unatawaliwa zaidi na kanisa, kwa sababu katika kipindi hiki kanisa ilikuwa ni ngumu kutofautisha kati ya kanisa pamoja na tawala. Lakini katika kipindi hiki Papa Gregory alianza kuandika muziki, ambapo aliandika muziki wa Gregorian chanting pamoja na plain chanting, ambapo Gregorian chanting ndio ule muziki ambao ulikuwa unasomwa au unaimbwa kwa sauti moja tu, lakini plain chanting ni ule muziki ambao ulikuwa unaimbwa pasipokuwa na ala yoyote ya kimuziki. Lakini pia katika kipindi hicho ndicho kipindi ambacho muziki ulianza kuandikwa, na katika vipindi vyake vya mwisho ndipo muziki ulianza pia kuandikwa kwa sauti zaidi ya moja au katika polifoni, ambayo ilijikita zaidi katika kipindi kilichofuata. Na wanamuziki mashuhuri katika kipindi hiki naweza tukasema ni Papa Gregory, lakini pia mwanamuziki mashuhuri zaidi katika kipindi hiki cha medieval muziki wa kati ni Guido wa Arezzo, ambaye yeye aligundua staff ya muziki na alitumia mkono wake kuwafundisha wanafunzi wake jinsi ya kuandika muziki na kusoma muziki kwa kutumia staff, na anafahamika kwa theory hiyo ya mkono wa Guido ambao ulitumika ulipelekea katika ugunduzi wa staff mpya ya muziki ambao tunaitumia mpaka sasa hivi. Kipindi cha muziki wa Renaissance miaka 1400 baada ya Kristo mpaka 1600 baada ya Kristo. Renaissance yenyewe maana yake mabadiliko. Katika kipindi hiki kulikuwa kuna mabadiliko mengi, ambapo kwanza muziki ulianza kutumia polifoni, lakini pia vyombo vya muziki vilianza kutumika sana katika kipindi hiki. Lakini pia kulikuwa kuna mabadiliko makubwa sana katika muziki,
na katika kipindi hiki pia ndio tunampata mwanamuziki mashuhuri ambaye ana mchango mkubwa sana katika kubadilisha muziki wa kanisa ambaye anaitwa Giovanni Luigi da Palestina. Giovanni Luigi da Palestina ambaye ana mchango mkubwa katika kubadilisha muziki wa kanisa, pamoja na wanamuziki wengine wengi ambao wamehusika katika kipindi hicho, lakini ni mwanamuziki ambaye ana mchango mkubwa katika muziki wa kanisa. Muziki wa Barakoo mwaka 1600 baada ya Kristo mpaka 1750 baada ya Kristo. Katika kipindi hiki cha Barakoo, muziki ulikuwa umetawaliwa na mapambo mengi. Na katika kipindi hiki pia polifoni ilikuwa inatumika, lakini vifaa vya muziki kama harpsichord na clavichord vilikuwa tayari vinatumika katika kipindi hiki cha Barakoo. Lakini pia kutokana na juhudi ambazo zilifanywa na watunzi wakubwa katika kipindi hiki, muziki ulianza kuoneshwa hadharani na kulikuwa kuna maendeleo ya kulianza kuwa na opera, concerto na sonata katika kipindi hiki cha Barakoo. Na wanamuziki wakubwa ambao tunawapata hapa ni pamoja na Johann Sebastian Bach ambaye huwa anaitwa bingwa wa counterpoint, lakini pia George Friedrich Handel ambaye ni mtunzi mashuhuri sana anayefahamika kwa nyimbo zake nyingi, lakini hasa zaidi kwa oratorio yake ya Mesaya ambayo pia ina nyimbo ya Haleluya Kuu ambayo inafahamika sana kwa Wakristo wengi na uimbwa zaidi katika kipindi cha Pasaka, pamoja na watunzi wengine wengi, lakini watunzi ambao ni mashuhuri sana katika kipindi cha Barakoo ni John Sebastian Bach, George Friedrich Handel, lakini pia Antonio Vivaldi alikuwepo katika kipindi hiki cha muziki wa Barakoo. Muziki wa klasiki miaka 1750 baada ya Kristo na mpaka miaka 1820 baada ya Kristo. Muziki wa kipindi hiki wa klasiki katika kipindi hiki ulikuwa umetawaliwa na uwazi. Kulikuwa kuna maonesho mengi sana ya muziki, lakini pia muziki uliboreshwa katika matumizi ya vyombo vya kimuziki katika kipindi hiki, lakini pia katika kipindi hiki vifaa vya kimuziki vingi vilikuwa vimeshaboreshwa kutoka kwenye vifaa vilivyokuwa duni na kwa kwenye vifaa vinavyotumika vyenye ubora zaidi kuliko vile vilivyokuwa mwanzo. Kwa katika kipindi hiki pia matamasha ya kimuziki yaliendelea kukua na kuongezeka kwa kasi zaidi, na wanamuziki mashuhuri katika kipindi hiki ni Wolfgang Amadeus Mozart pamoja na Ludwig van Beethoven, ambaye Ludwig van Beethoven ana mchango pia mkubwa katika kipindi kinachofuata cha muziki wa romantic mwaka 1820 mpaka 1900 baada ya Kristo. Katika kipindi hiki cha muziki wa romantic, muziki ulitawaliwa na hisia kali, utaifa na nyimbo nyingi za kimapinduzi zilitungwa katika kipindi hiki. Lakini pia wanasema Ludwig van Beethoven anahusika sana katika maendeleo ya kipindi hiki, kwa sababu katika maisha yake ya mwisho miaka yake ya mwisho ya kuishi, Ludwig van Beethoven alipoteza uwezo wake wa kusikia. Kwa hiyo alikuwa analazimika kuandika nyimbo ambazo angeweza kuzisikia kwa hisia zaidi, na ndio maana ikapelekea kuzaliwa kwa kipindi cha muziki kipindi cha romantic, ambapo nyimbo zilikuwa zinaimbwa kwa hisia zaidi. Lakini pia katika kipindi cha romantic kulitokea na ubobevu wa watu katika chombo kimoja cha muziki, ambapo katika kipindi hiki watu walibobea katika kifaa kimoja kwa nafasi kubwa, na walikuwa wanaitwa virtuoso. Utakuta kuna baadhi ya vitabu pia hata vinaitwa virtuoso pianist, kwamba ilikuwa mtu anakuwa ni mpiga kinanda tu mzuri, au anakuwa mpiga violin mzuri, kwa walikuwa wanaitwa virtuoso kwa kipindi hicho. Na wanamuziki
wa kipindi hiki wako wengi, lakini pamoja na Franz Liszt ambaye alikuwa ni mpiga kinanda mashuhuri au mpiga kinanda mkubwa katika kipindi hicho, au ni virtuoso katika kipindi hicho. Lakini pia mwishoni kabisa, mziki wa kisasa mpaka wa sasa, mziki huu umetawaliwa na mabadiliko ya sayansi na teknolojia, lakini pia baadhi ya miundo mbalimbali ya kimuziki imekuja katika kipindi hiki. Kwa mfano kama muziki ya pop, muziki ya rock, muziki ya blue, lakini muziki ya hiyo pop rock imegunduliwa katika kipindi hiki cha muziki, au ilianza kutumiwa katika kipindi hiki cha muziki. Lakini pia muziki katika kipindi hiki, muziki umeweza kuhifadhiwa, umeweza kurekodiwa, vifaa vya kielektroniki vimeweza kuboreshwa. Mfano kama vinanda vimetoka katika vinanda vile vya zamani vya Harpsichord, clavichord, lakini vimekuja katika mtindo wa kielektroniki, na maboresho mengine mengi ya kimuziki ambayo yanaendelea kufanyika katika kipindi hiki tunaweka yote katika muziki wa kisasa. Na hivyo basi tukiangalia kuanzia kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha mwisho, ni kwamba muziki umeendelea kukua kutoka katika kipindi kimoja hadi kipindi kingine, na muziki utaendelea kukua kutokana na elimu za muziki, lakini pia kutokana na tafiti mbalimbali ambazo zinaendelea kufanywa, lakini pia kutokana na ubunifu mbalimbali ambao watu wanaofanya kuhakikisha kwamba wanagundua vitu vipya vya kisanaa katika muziki ili kufanya muziki uendelee kuvutia kizazi hata kizazi. Hili ni funzo la kwanza la muziki katika funzo la kwanza la muziki katika mtiririko wetu wa sasa hivi, lakini pia mafunzo mengine mengi yanakuja ambayo yatakufanya uweze kuelewa muziki vizuri kwa urahisi na kwa muda mfupi, na uweze kusoma muziki kwa muda mfupi. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia, usiache kubonyeza alama ya subscribe hapo chini na kisha alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi zinapokuwa hewani. Lakini pia karibu kulike, comment na kushare ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Asante sana, Mungu akubariki na uwe na